Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Karibuni tena katika taaliki yetu ya wiki, na wiki hii insha Allah taala tunazungumzia Africa Forward Summit, mkutano mkuu ambao ulifanywa Nairobi ukiongozwa na taifa la Ufaransa. Mkutano huu ambao ulihusisha pamoja takriban viongozi 30 wa Afrika, lakini pia washikadau katika sekta za biashara, na ukawa ni mkutano wa kwanza katika historia ya taifa hili la kikoloni la Ufaransa kufanywa nje ya yale mataifa yanayoitwa Anglophone. Ukumbuke kwamba mkoloni aliweza kugawanya Afrika bali ulimwengu katika spheres mbili. Kuna ile Francophone, mataifa takriban 80 ambayo yalitawaliwa na makucha ya ukoloni wa Ufaransa. Kisha kuna mataifa ambayo ni Anglophone, yanayozungumza Kiingereza, kwa maana kwamba haya ni mataifa ambayo yalikoloniwa na Mwingereza. Kwa hivyo huu ulikuwa ni mkutano wa kwanza kufanyika nje ya Francophone, na ukafanywa Nairobi kwa sababu Nairobi au Kenya kwa ujumla, sambamba na Afrika Kusini na Nigeria na vile vile Misri, zinatajwa kwamba ni nchi ambazo zina ukuaji wa kasi wa kiuchumi. Kwa hivyo utakuta moja kwa moja jambo hili lilikuwa ni calculated move, yani ni taratibu iliyopangwa vizuri. Moja katika mambo makubwa yaliyotokamana na mkutano kama huu, tija kubwa, ni kwamba Ufaransa iliweza kutia saini mambo mbalimbali ambayo inatajwa worth ya bilioni 27. Hizi ni dola za Marekani, lakini vile vile ni sambamba na euro 23. Hizi ni euro. Lakini kwa Kenya hapa ni kwamba Kenya na Ufaransa iliweza kutia mkataba mambo 11 makubaliano, zaidi ikifocus zaidi katika ile Nairobi commuter modernization, yani reli ya kisasa ya Nairobi, lakini vile vile masuala ya digital technology na kilimo, biashara na mengineyo kama haya. Sasa ni muhimu sana kuelewa kwamba mikutano kama hii inafanyika katika bara la Afrika na anayeongoza ni Ufaransa. Lakini kabla hatujafika hapo, ni muhimu kwanza kuiangalia Ufaransa. Hii ni nchi ambayo baada ya mwaka wa 1789 ni taifa linaloambiwa kwamba ndio mzaliwa ama ndio mzalishaji wa fikra ya individual freedom and secularism, yani ndiye mama wa secularism. Utakuta baada ya French Revolution au kabla ya French Revolution, mapinduzi ya Ufaransa ambayo yalisababishwa na msuguano mkubwa kati ya kanisa na watawala na raia, ambapo kanisa likatumika katika njia ya kuwakandamiza raia wakahisi dhulma. Baada ya hapo wakaanza kupambana, ikawa ni tense conflict ambayo ilipelekea makubaliano, compromise baina ya falasifa na wasomi na watu wa dini. Ikaja sasa fikra ya secularism, yani kutenganisha utawala na dini au siasa na dini. Maana yake ni kwamba serikali iwe haito kubali kupeleka katiba zake na sheria zake kwa mujibu wa dini, na dini bado ibakie ni mwongozo tu wa kiroho ukifungika katika masuala ya kibinafsi. Kwa nini tunasema historia hii ya Ufaransa? Utakuta Ufaransa iliweza kujitanua katika ulimwengu, ikaweza kukoloni mataifa mengi. Miongoni mwa mataifa ambayo yalikoloniwa katika ile phase ya kwanza inaitwa French Colonial Empire, karne ya 17 hadi 18. Utakuta Ufaransa iliweza kutawala hadi maeneo ya North America. Lakini pia kuna kipindi cha karne ya 19 hadi 20, ndio Afrika ikaanza kuona makucha ya ukoloni wa Ufaransa, na specifically hapa maeneo ya kaskazini mwa Afrika ikiwemo Algeria, ambapo Algeria inakumbuka na ina tarehe ambayo yani Ufaransa ina tarehe mbovu sana dhidi ya mataifa ya Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, hususan Algeria. Algeria ilipokuja ukoloni wa Ufaransa ilipata population yake ilikuwa ni watu kama milioni 3, lakini a third of this population waliangamizwa, waliuawa na wanajeshi wa Ufaransa.
hii inatupelekea tuseme kwamba mikutano kama hii ni sehemu, ni advanced styles na tactics za kuendeleza ukoloni mamboleo, na hii ndilo jambo muhimu sana. Na Ufaransa amekuwa akifanya yani akimakinisha ukoloni wake na kutanua ile tunasema sphere of influence, yani ule mzunguko wa athari yake na shinikizo lake katika Afrika, hususan tukizingatia kwamba makucha yake bado yanahisika katika mataifa ya Mali, Senegal, Niger, na kuna coup zilifanyika na ikawa kuna public opinion na public frustration ya watu kwa kutaka kwamba Mfaransa aondoke. Na ni hivi majuzi tu katika miaka iliyopita, yani hivi miaka karibuni au mwaka jana, to be more specific, ni kwamba Ufaransa ilibidi itoe wanajeshi wake katika maeneo yale ambayo maskini ya bado yanahisi makucha ya ukoloni. Sasa mkutano huu kihakika, hatua ya kwanza ni kwamba Ufaransa inajaribu kujireshape, yani kujiunda tena. Sura yake ni mbovu bila shaka, lakini inajipa vazi jengine, lakini kwa sura kwamba sasa inatanua wigo wake wa influence katika mataifa ambayo inazungumza lugha ya Kiingereza, yani Anglophone. Na Ufaransa inatumia yale mambo yake ya kikoloni. Kwanza wana kitu wanachokiita Francafrique, ambao hii ni ku maintain influence yake katika Afrika. Kwa hivyo mkutano huu ni moja katika step muhimu za taifa la Ufaransa ku maintain ile influence yake, athari yake katika bara la Afrika. Na hili utakuta ni jambo limekuweko hata katika zama za Napoleon, ambapo walikuja na ile mission ya za kuendeleza, wanasema enlightenment mission, na vile vile expansionist policy, ambayo hii ilipelekea kutanua utawala wake na mataifa mengi, lakini kupitia policy tatu. Policy ya kwanza anatumia uchumi, yani kujaribu kuwekeza katika masuala ya kiuchumi, na ndio maana utakuta anakuja katika mikutano kama hii. Agenda muhimu sana ni masuala ya kiuchumi, kuingia katika investment zinazoitwa miradi na mingineyo kama hayo, lakini vile vile kutafuta washirika wapya, yani new allies, ambao hawa watamsaidia sasa katika kueneza athari yake. Na tuelewe kwamba Ufaransa bado ina ile assimilation. Yani assimilation maana yake ni kwamba unataka watu waachane na mila zao waje katika mila yao ya Kifaransa, ni assimilation. Lakini kabla ya hapa ama baada ya hapa pia ukumbuke kwamba Kenya kwa msingi wake ni kwamba pia ilikubali wanajeshi wa Ufaransa kuingia hapa Kenya. Bikhulasat alqawl, mkutano huu ni miongoni mwa mikakati mipya ya kuendeleza athari ya kikoloni ya bara ya Afrika, yani kuikoloni Afrika, na hakuna tija inayotarajiwa ila ni kuendeleza uwekezaji wa kikoloni katika mataifa ya Afrika. Hili la kwanza. Lakini la pili, yaonyeshwa wazi kwamba mataifa ya Afrika hayana kitu kinaitwa sovereignty, yani ule ukuu ambao wao wanautaja katika katiba zao kwamba watu wawe na absolute authority, wawe na sovereignty, na pia kama ilivyokuja katika Westphalia Treaty kwamba mataifa yaachiwe ile sovereignty of the nation, yani kwamba nchi iwe na maamuzi yake. Sasa Afrika hakika inajitia katika mitihani zaidi hapa, kwa sababu vipi usaini mikataba ya kijeshi, kwa maana unaruhusu jeshi lako pia liwe chini ya athari ya taifa koloni, ambapo hii ni hatari. Na tunajua moja katika visingizio vikubwa sana vinavyofanywa na mataifa ya kimagharibi katika kuweka athari na kuweza kutia saini mikataba ya kijeshi na mingineyo kama haya ni mambo mawili. Kwanza ni kudhibiti tawala za Afrika, na kwamba wakati mwingine ikibidi kama kuna madikteta wanavyowaita wao into courts, waweze kuwatoa through coups, yani kupitia mapinduzi, lakini vile vile kwa kupambana kile wanachosema ati ugaidi. Na utakuta Ufaransa iliingia katika mataifa ya Mali, Senegal, ikisema kwamba tunapambana na wale wanaoitwa magaidi. Lakini in reality historia ya mataifa ya kimagharibi yenyewe ni ushahidi wazi kwamba mataifa haya stand. They cannot summon people, they cannot preach peace. Hawawezi kuzungumza kuhusu masuala ya amani. Hizi ni nchi ambazo zina historia mbovu ya kukoloni watu, kukalia nchi za kimabavu, nchi
ambazo zina historia ya damu za watu, yani masaka zimetumika katika mataifa mengi. Lakini hilo ndio ni muhimu sana tuelewe kwamba kwa hakika kwamba Ufaransa bado inachukulia Afrika kama shamba lake, na kuna ushindani bila shaka. Afrika mara inajipata iko katika Uchina, mara inajipata katika taifa kubwa la Marekani. Kwa hivyo huu ni ushindani, kwa maana kwamba Afrika bado itaendelea kuwa ni jimbo la mataifa ya kimagharibi kuja kupora mali za Afrika kupitia kile wanachosema miundombinu au investment. Jengine ambalo linadhihirika katika mikutano hii ni kwamba hakika kuna nchi zimeonyesha hapa kwamba kuna mataifa ambayo yanabeba mfumo, yani ideolojia, na kuna mataifa ambayo yanabebeshwa mfumo. Na hii ni kitu muhimu sana katika mataifa. Kuna yale mataifa ambayo agenda yake ulimwenguni ni kuhakikisha kwamba mfumo wake unatamalaki, una dominate ulimwengu. Na leo, to be more specific, crystal clear, ni kwamba tunaishi katika mfumo wa kibepari, capitalism, ambao huu ni tabani ya mataifa ya kimagharibi, hususan leading state Marekani, ambao Marekani anaushinikiza mfumo huu na kuweza kuenea ulimwenguni, na anautekeleza, na mataifa yote lazima yaende sambamba na mifumo na sera za kibepari. Na kwa muktadha huu utakuta Ufaransa vile vile ni nchi ya kibepari, ni nchi ambayo kihakika ina mmonyoko wa maadili kwa sababu ya ile fikra yake ya tunavyosema assimilation, kujifanya kwamba ni nchi iko huru sana, inaheshimu uhuru na nini. Matokeo yake ikafanya Ufaransa ni nchi ambayo inakabiliwa na matatizo mengi. Watu wanahisi kwamba ile uhuru haujafika, kwa hivyo kuna tension kubwa sana. Tuliona Ufaransa maandamano makubwa, raia wao wakishinikiza serikali kwamba zimekuwa zikiwatupa. Lakini hilo pia umalaya katika mji wa Paris, kwa sababu umekaribisha watu tofauti, na watu hawa wakawa wanaambiwa kuna hiyo freedom, personal freedom inatukuzwa. Kwa hivyo ni nchi ambayo kihakika ama ukoloni mamboleo ama capitalism in nature haiwezi kuwa na dhamana ya maisha mazuri. Kwa hivyo Afrika lazima ilikuwa itambue hapa kwamba hatuwezi kujinasua sisi na ukoloni mamboleo ikiwa tutaruhusu bara hili Afrika kuwa ni uwanja sasa kupangiwa mipango na mataifa ya kimagharibi ambayo hayana nia njema kwa miradi yoyote ile inayokuja nayo. Lakini fadhila ya hili ni kwamba mikataba hii yote utakuta ni mambo ya madeni. Na hili ni moja katika utumwa mamboleo ambapo mifumo ya kiuchumi ya kibepari inaruhusu mikataba hii ambayo mataifa yanaweza kusign agreement kama hizi, lakini uelewe pesa ambazo zitakuwa pumped katika miradi hii ni yule mwananchi abanwe kwa kulindikizwa zigo la ushuru. Na ndio maana tunakariri kwamba 90% ya mapato ya serikali hizi za kibepari ni ushuru. Na ushuru huu hutumika kwa kiasi kikubwa sana, si tu kufund budget, bali pia kufund madeni ambayo mataifa haya yataendelea kuzongwa na madeni. Kwa hivyo hakuna chochote kitakachotarajiwa cha maana ambacho kweli kitanasua Afrika ikiwa Afrika bado itaendelea kuwa ni uwanja wa mataifa ya Ulaya ambayo yana uchu wa kuendeleza ukoloni. Lakini tufahamishe pia vile kwamba mikutano imekuwa ni mbinu, hizi summits, international summits, ni moja katika mbinu pia za kikoloni za kumakinisha ule ukoloni. Kwa hivyo hatuwezi kama Afrika kujinasua ikiwa bado tutaendelea kushikwa, tutaendelea kuishi na minyororo ya kikoloni na fikra zake. Afrika inahitaji ideolojia ambayo itakuwa kweli iko huru kwa maana kimaamuzi. Afrika inahitaji mfumo ambao mfumo huu hautegemei karari za Umoja wa Mataifa, hautegemei mikutano ya kimataifa ambayo inalenga kuleta udhalilifu. Afrika inahitaji mfumo ambao uliweza kutawala ulimwengu, mfumo wa Uislamu ambao bila shaka Afrika ina tarehe nzuri. Uislamu ulipoingia katika bara la Afrika, katika maeneo ya kaskazini mwa Afrika, ulileta uwiano mzuri, matangamano mazuri, mpaka kutoka watu wa barbar
katika Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, wakawa wanawachukulia ndugu zao kutoka Malaysia na Indonesia kama ndugu. Tukaona Afrika vile vile inakuwa katika Uislamu, ikazalisha wanavyuoni wakubwa katika bara hili la Afrika, na mali nyingi za Afrika hapa zikawa zinatumika vizuri na kuondosha umaskini katika si bara tu la Afrika bali ulimwenguni. Kwa hiyo Afrika kihakika bado inaendelea kuwa ni uwanja na ni moja katika masuala nyeti ya kiulimwengu inapozungumziwa kuhusu masuala ya ideolojia. Kwa hivyo African issue ni jambo kubwa, na issue kubwa ya Afrika na mafungamano ya mataifa ya Ulaya ya kikoloni ni masuala tu ya kupora mali za Afrika. Nothing, hakuna chochote pale eti maendeleo na nini. Fadhali ni kwamba haya maendeleo yenyewe pia ni seek economic viable, yani hayaakisi kweli hali za kiuchumi, bali kama nilivyosema tutajipata tu katika ile mark time, yani pale stagnant, tunakuwa kuporwa mali zetu, kulipishwa madeni, lakini pia kuuza nchi, kwamba sasa tusiwekeze katika uchumi wa ndani bali tuwekeze sana katika ile kuimporti bidhaa kutoka nje, kwa sababu wao wanachukulia vile vile kwamba Afrika ni si uwanja tu wa kiuchumi, bali pia si uwanja tu wa kuinvest, bali pia ni uwanja wa soko kubwa la bidhaa zao. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.